Hujambo na kusalimu katika jina la Bwana Yesu, jina lipitalo majina yote, ambalo ndilo wokovu wetu. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa mara nyingine na kutana nawe katika tafakari ya neno la Mungu ambayo inaandaliwa na mchungaji Chris. Tunaipata kwenye Rhapsody ya Uhakika, na bila shaka utakuwa umefuatilia mafundisho ya mtumishi wa Mungu, ya mtu wa Mungu mchungaji Chris pamoja nami, na ni mafundisho ambayo yamenibariki na nimeona vema niendelee kushirikiana nawe kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Unajua, kama kitu kimekubariki, unapenda kushirikiana na wengine pia waweze kubarikiwa. Siku kadhaa zilizopita tulikuwa na video nyingine kadhaa chache, sio nyingi, zinazohusu tafakari neno la Mungu. Lakini leo pamoja na siku kadhaa zinazokuja, kutakuwa na mfululizo wa video hizi zinazozungumzia tafakari ya neno la Mungu katika mwezi wetu huu, mwezi wa kusonga mbele, progression. Wakati mtu wa Mungu anazungumza na waumini kote duniani kuhusiana na neno la mwezi, ujumbe kuhusu mwezi huu, alitukumbusha kwa kweli historia ndivyo inavyoonyesha kwamba siku za wiki zilipewa majina enzi za utawala wa waliopita kwa kufuata miungu yao. Kwa mfano Sunday, siku ya jua, Jumapili siku ya jua, ama basi ziko nyingi, utafuatilia kwa Kiswahili. Kuna watu wengine watakuwa wana maana mbalimbali kuhusiana na hilo. Lakini basi turudi kwenye mwelekeo wa neno la Mungu. Kama ilivyoada, mimi ni Zawadi. Tumekuwa nawe katika maeneo mbalimbali, lakini wakati huu sasa ni neno la Mungu, na tutakwenda moja kwa moja katika neno hilo ili tuweze kushirikiana. Sasa ujumbe wetu kwa wakati huu tunaotazama unahusu masuala ya matumizi ya kitu ulicho nacho. Ujumbe unasema tumia ulicho nacho. Tumia ulicho nacho. Inawezekana utakuwa ulishapata ujumbe huu, lakini ni vizuri tutazame tena, maana neno la Mungu li hai, lina uwezo wa kugawanya mafuta, mifupa, sifongo, nyongo na kila kitu katika mwili wa mwanadamu, lakini pia lina uwezo wa kugawanya moyo na kujua makusudi ya moyo na hata kubadilisha. Kwa hiyo ujumbe wetu unasema tumia ulicho nacho. Neno la msingi liko katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Biblia tafsiri ya Amplified Classic inasema, lakini mtapokea nguvu, kwa maana ya uwezo, ufanisi na uweza. Uwezo, strength, power, ufanisi na uweza, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndivyo anavyosema hapa katika Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 8. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu mchungaji Chris hapa anatuambia kwamba kwako Matendo sura ya 1 mstari wa 8 si ahadi tena, bali uhalisia wako wa sasa. Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake nguvu ndani yako. Alafu anasema uweza wa kiungu wenye kusababisha mabadiliko na kuzalisha matokeo au kusababisha matokeo. Anaendelea hapa kusema kwamba kwa hiyo acha kutazama nje ili kupata kile kilichopo ndani yako tayari. Usimwombe Mungu akupe nguvu au kumngojea afanye jambo kuhusu hali yako. Tumia ulicho nacho. Maneno yako yana nguvu. Chochote usemacho kinatokea. Ukiangalia katika Marko 11 mstari wa 23, ndivyo neno linavyotuambia, utapata kile unachosema. Kwa hiyo kataa kuishi kama naomba nisahishe hapa. Nadhani labda katika vitabu tafakari hii kwenye namna ya vitabu utakuwa umeipokea. Neno muhanga hapana haliko. Kama muathirika. Kataa kuishi kama muathirika. Maana muathirika
ni mtu ambaye si aliyepata ugonjwa akaathirika, hapana. Ni mtu ambaye mazingira yanapotokea yanamchukua, yani anakuwa anaendana na hali zilizopo. Kwa hiyo kataa kuwa athirika, umejaa nguvu. Biblia inasema katika Mika 8:3 kwamba bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa Roho ya Bwana. Haleluya! Nimejaa hukumu na uwezo. Kuwa na ufahamu wa wewe ni nani na ile nguvu yenye kutenda kazi ndani yako na kwa ajili yako, kwa niaba yako. Hebu fikiria ule ushuhuda wa kaka Andrea, mishonari wa Kikristo ambaye alisafirisha Biblia kwa siri kuelekea kwa wakomunisti wa Ulaya Mashariki enzi hizo, hasa wakomunisti wa Ulaya Mashariki na kambi za Kisovieti, kambi za Kisovieti katika wakati ule wa vita vya baridi. Kila alipokabiliwa na askari wa mpakani, hakuwahi kuhamaki au kuanza kuomba kwa hofu, kutetemeka kwa hofu. Siku zote alisema sala fupi tu, ila kwa ujasiri. Anasema, Bwana, huko kwenye begi langu kuna maandiko yanayotaka kuwapelekea watoto wako. Ulipokuwa duniani ulifanya macho ya vipofu yaone. Sasa ninaomba ufanye macho yenye kuona yawe macho ya vipofu. Utukufu kwa Mungu aliye hai. Unajua maisha ya kiroho ni mazuri sana, kwa sababu unaona rohoni, alafu unazungumza na Mungu ambaye ni roho. Ndivyo Biblia inasema Mungu wetu ni roho, na unaomwabudu lazima umwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo akasema, Bwana, ulipokuwa unatembea duniani, anamwambia Bwana Yesu, ulipokuwa unatembea duniani uliwafanya vipofu waweze kuona. Akasema, sasa naomba, kwa sababu kwenye begi nilivyobeba hapa, nimebeba maneno yako matakatifu, vitabu vitakatifu, na wapelekea watoto wako walioko kwenye hizo kambi za Kisovieti huko. Na kuomba, yani anaomba sasa wale askari walioko mpakani. Anasema, naomba macho ya hawa askari yawe yasione, nivuke, alafu haleluya. Ndivyo mtakatifu Andrea alivyokuwa anafanya. Sasa tuendelee na tafakari. Hapa anasema walinzi walitazama, lakini bado hawakuziona zile Biblia. Na katika maeneo mengine wakamsaidia kuingia nchini, yani wanabeba yale maboksi, wanamsaidia kuingia ndani ya nchi. Pia chukua mfano kutoka kwa Elisha. Elisha hapa, huyu nabii sasa, huyu Elisha nabii kwenye Biblia, kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, pale unaweza kukuta haya maandiko. Anasema pale mtumishi wake alipotetemeka kwa kuzungukwa na jeshi, ili jeshi lilikuwa linatoka kwa Wasiria. Elisha hakulia, Mungu tuma nguvu. Hapana, maombi yake yalikuwa ni kwa mtumishi wake kuona. Akamwambia Mungu, akasema ya kwamba macho ya kijana yule yafunguliwe, aone jeshi la Mungu lililowazunguka likiwalinda dhidi ya wapinzani au maadui. Haleluya. Huu ni mfano mzuri sana. Sasa mtu wa Mungu, mchungaji Chris hapa anaendelea kusema, acha kumwomba Mungu kile alichokupa tayari, alichokwisha kupa tayari, bali tembea katika kweli yake. Yani tembea ndani ya huo ukweli, katika mafunuo ama ufunuo wa utambulisho wa urithi wako na urithi wako ndani ya Kristo. Usiombe kama vile mbingu ndio imeshikilia kitu unachotaka. Kasa tablas yekibayata ya lala basi ya. Usiombe kama vile mbingu ndio zimeshikilia kitu kile unachokitaka. Itumie nguvu yako huku chini. Bwana, Roho wa Bwana, shuka chini unisaidie. Mtarudia mstari. Usiombe yani maombi haya, usiombe maombi haya. Anasema, Bwana, itume nguvu yako huku chini. Bwana, Roho wa Bwana, shuka chini unisaidie. Hapana. Tayari alifanya hivyo katika Kristo. Nguvu ya Mungu katika Roho Mtakatifu iko ndani yako leo. Haleluya. Anasema nguvu hiyo inatenda kazi pale unapoitambua na kutamka. Haleluya. Hujakosa msaada, umetiwa nguvu. Tumia ulicho nacho, tamka neno kwa ujasiri, tumia mamlaka yako na udhihirishe utukufu wa Mungu kila mahali. Hii ndio tafakari. Ujumbe huu tunashirikiana kwa sehemu hii. Nimekuambia kwamba kutakuwa na mfululizo wa ujumbe huu tangu mwezi uanze, na hii ndio sehemu ya kwanza. Ni ujumbe mzuri sana. Kabla tuendelee kwenye sala, tutafakari pamoja kidogo. Ni ujumbe mzuri sana kwa sababu anasema
Unajua siku hizi katika watu wakisema umri wangu bwana, yani wanakuwa mtu anakaa na simu mkononi afu atafuta, jamani mmeona simu yangu huko, mmeona simu yangu jamani, hebu watoto niangalizeni simu yangu huko. Sasa wale watu wazima, kwa maana wenye umri ulioenda mbele kidogo, ni mfano tu. Lakini hapa neno la Mungu linasema tumia nguvu ulionayo, kwa sababu siku ile ya Pentekoste ambako Roho wa Mungu alishuka, ndipo Roho wa Mungu alikuja kukaa ndani yetu, hayuko nje. Sasa mtu wa Mungu hapa anatuambia nguvu ile iko ndani yetu, hekima ya Mungu iko ndani yetu, ufahamu wa Mungu uko ndani yetu. Anasema tamka neno kwa ujasiri, tumia mamlaka yako na udhihirishe utukufu wa Mungu kila mahali unakokwenda. Haleluya. Maombi. Baba mpendwa, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa Roho Mtakatifu na nguvu zake ndani yangu. Ninatembea katika ufahamu wa nguvu hizi na kutamka neno lako kwa ujasiri, nikijua kwamba uwezo wako unatenda kazi kupitia mimi. Ninakataa kuishi katika ujinga au hofu au kutetemeka, unaogopa hivi. Ninakataa katika jina la Yesu. Ninatumia mamlaka na kudhihirisha utukufu wako kila hali, katika kila hali, katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika tafakari hii ni kutoka Waefeso 1 mstari wa 19 hadi wa 20, Biblia tafsiri ya Amplified Classic, lakini hapa tutatumia Biblia yetu ya Kiswahili. Inasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Haleluya, 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 haleluya. Ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Ndio maana Bwana Yesu alisema hivi, je, nitakapokuja nitaikuta imani? Je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani? Ukijua nafasi yako katika ufalme wa Mungu, nikijua nafasi yangu katika ufalme wa Mungu, mambo mengine yote yanawezekana. Na katika Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Haleluya. Kila unapokwenda usiogope. Biblia inasema usiogope. Kila siku katika siku za mwaka 300 na ushei, kuna usiogope. Kila unapoamka asubuhi inasema usiogope. Waefeso 3:20 nasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kuna nguvu ndani yetu katika Roho Mtakatifu inayotenda kazi. Mungu anaweza kutenda ndani yetu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kuliko yote tuyaombayo. Unajua unaweza kuwa na ile tunasema prayer list, unakuwa na orodha ya maombi. Alafu kuliko yote tuyawazayo, unawaza hapa itakuwa. Lakini iko nguvu itendayo kazi ndani yetu ambayo Mungu anaitumia kutusaidia. Biblia inasema Roho Mtakatifu ndio kiongozi wetu. Roho Mtakatifu anatuambia nini cha kufanya ndani yetu. Kwa hiyo ndio ujumbe wetu leo. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, ninakukaribisha useme sala hii kwa dhati ya moyo, nawe utafanyika mwana wa Mungu. Nitakukumbusha, inawezekana umekuwa ukienda kanisani kila siku, ama inawezekana una jina la Kikristo, ama unawezekana kabisa una dini yako nzuri. Nataka nikwambie tu kwamba wokovu wa Yesu Kristo ndio uzima wako wa milele. Mwamini Bwana Yesu, mpe Bwana Yesu maisha yako. Unampaje Bwana Yesu maisha yako? Kwa moyo wako unaamini, kwa kinywa chako unakiri. Biblia inasema utafanyika mwana wa Mungu. Sema sala hii pamoja nami ukiamini. Sema, Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba alikufa msalabani kwa ajili yangu, na ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo yu hai leo, na leo ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu sasa hivi. Katika jina lake na katika yeye nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa sababu sasa mimi ni mwana wa Mungu, katika jina la Yesu. Amina. Basi kama umesema sala hii
Karibu katika ufalme wa Mungu. Ninakuombea na kukubariki kwa Roho Mtakatifu akusaidie, akukuze, akuimarishe katika imani. Huku ndani katika ufalme wa Mungu tunasherehekea, tuna uzima wa milele. Haijalishi dunia inasemaje. Na kukumbusha tena, wewe si mhanga, wewe si muathirika, wala sio neno mhanga, hapana. Wewe si muathirika wa uchumi wa dunia, wa kazi sijui imefanyaje, biashara sijui imefanyaje. Amini tu, jiweke sawa na Bwana Yesu, mengine yote utazidishiwa. Mungu akubariki. Mimi Zawadi, tukutane tena sehemu ya pili ya tafakari ya neno la Mungu kutoka kwenye Rhapsody ya Uhakika inayoandaliwa na mchungaji Chris. Ubarikiwe sana, uwe na siku njema.